to enter into the sphere of influence He has prepared for you. Uingie katika kiwango kile ambacho amekuandalia. Sphere of influence. Kitengo cha hicho God wants you to enter into your divine position. Mungu anataka uingie katika nafasi yako ya kiungu. A few things I'll say to you before we go into the heart of the matter. Mambo machache nataka nikusemee kabla ya kuingia kwa neno. Proverbs 11 verse 2. Mithali 11 mstari wa 2. And I want to request you to sit where you are sat and wait to hear this message to the end, because some of you have got the habit of disappearing in between the service. Na kusihi ukae mahali umekaa bila kutoka usikilize, kwa sababu wengine wetu tuko na tabia ya kutoka katikati ya ibada. I don't know if you have read the word of God in the book of Matthew. Sijui kama umesoma kitabu cha Mathayo, where the word of God is stolen even before it reaches your heart. Ambapo neno la Mungu linaibiwa hata kabla ya kufika kwa roho yako. And before it takes effect on your life, it's taken away. Na kabla ya kufanya kazi kwa maisha yako inaibiwa. And if it is taken away, it cannot be effective. Na ikiibiwa haitafanya kazi. If it is taken away from you, you will never benefit from it. Ikiibiwa kwako hautapata faida. So those people who walk halfway through the service to go and commit themselves to other happenings are denying themselves a life of God. Ambao wanatoka katikati ya ibada na kwenda kufanya mambo zao, mnajinyima baraka za Mungu. Some of you go simply to wash your clothes. Wengine mnaenda kuosha nguo. Some of you go to cook food for the evening simply because your sisters are visiting. Wengine mnaenda kupika chakula kwa sababu rafiki zako wanakuja. Some of you go without a reason at all, just to bask in the sun. Wengine wanaenda tu kuona jua bila sababu. Today I pray to God that He keeps you. Hang on that seat today. Siku ya leo naomba Mungu akufunge kwa hiyo kiti. And keep quiet and listen to what the Lord says. Na unyamaze na usikize vile Bwana anasema. Many times we have been talking and the Lord, we don't allow Him to talk to us. Siku nyingi tunaongea na haturuhusu Mungu atuongeleshe. And when He opens His mouth, we, the know-it-all, open our mouth also. Na wakati anafungua mdomo kutuongelesha, sisi wajuaji tunaongea pia. So we take off in the middle of a service like today. Tunaondoka katikati ya ibada kama ya leo. We miss the foundation of our today. Na tunakosa misingi ya siku ya leo. Because the word of God is foundational. Kwa sababu neno la Mungu ni la kimsingi. It gives you roots, it gives you strength, it gives you encouragement, it takes you from where you are to the next level. Inakupatia mizizi, inakupatia msingi na inakupeleka mahali unaenda. The word of God will correct you. Neno la Mungu litakukosoa, rebuke you, likukemee. The word of God will build you. Neno la Mungu litakujenga. I am thankful to some of you who have discovered that ministry of the word of God. Nashukuru kwa wengine wenu ambao wamegundua hiyo neno la Mungu. They are enriching us with the word of God daily. Wanatupatia neno la Mungu kila siku. And I want you to be built today. That's the prayer of every father. Nataka kila mtu hapa akue amejengeka. Hiyo ndio ombi langu. Today, because it's Father's Day, na siku ya leo kwa sababu ni siku ya wababa. It's a day of the men of this church. Ni siku ya wanaume wa hii kanisa. When we gather together, wakati tunakusanyika pamoja and do ministry, na tunafanya huduma, because we are called to do that. Kwa sababu tumeitwa kufanya vile. Proverbs 11:2. Mithali 11 mstari wa 2. Look at this. When pride comes, kijapo kiburi ndipo ijapo. Listen to me very carefully. Faith comes. Pride comes. Faith comes by hearing. Imani huja kwa kusikia. Hearing not from everything, na sio kusikia jambo lolote, but hearing from the word of God.
lakini ni kusikia kutokana na neno la Mungu. Pride comes. Kijapo kiburi ndipo kijapo. You are not born with pride as a component of your life. Wewe huwa haujazaliwa na kiburi kama ni chombo kwa maisha yako. Pride comes. Kiburi huja. When pride comes, something follows. Na wakati kiburi kimekuja, jambo lingine linafuata. Shame follows. Aibu inafuata. Failure follows. Kuanguka kunafuata. And be attentive. Nataka muwe makini na msikilize vile Bwana anasema. Don't be stolen. Let the word of God not be stolen. Neno la Mungu It can be stolen in many ways. Inaweza ibiwa na njia mingi. Pride comes. Wakati kiburi kimekuja, Faith comes. pia imani huja. Faith comes by hearing, Imani huja kwa kusikia, and hearing by the word of God. kusikia neno la Mungu. Pride comes. Kiburi huja, Then comes shame. pia kuna kuja aibu. But with the humble is wisdom. Bali hekima hukaa kwa wanyenyekevu. Pride comes. Kiburi huja, Then comes shame. pia kuna kuja aibu. You will suffer shame when pride begets you. Utaibika wakati umeingiza kiburi. If you allow pride to come, meaning you can't stop it. Ukiruhusu kiburi ingie, hivyo ni kumaanisha unaweza kosa kuiruhusu. You can say no to pride. Unaweza sema hapana kwa You kiburi. can also say no to faith. Unaweza pia sema la kwa imani. Because if you don't entrench yourself in the word, then faith that you have is questionable. Kwa sababu usipojiingiza kwa neno la Mungu, ile imani uko nayo iko na maswali. Now, if pride comes, Sasa wakati kiburi inakuja, we can deny it to come by not facilitating it. tunaweza izuia kukuja kwa kukosa kuifanyisha kazi. We can ill facilitate it. Tunaweza kosa kuifanyisha kazi. Pride comes. Kiburi huja. Now, the word of God says something. Neno la Mungu linasema jambo In the episode of our brother Peter, katika waraka wa Petero. you look at Peter, 1 Peter 5:6. Waraka wa kwanza wa Petero, 1 Peter 5:6. mlango wa 5. Look at this. When the word of God speaks this way, it is giving you an opportunity to exercise what the word of God says. Wakati neno la Mungu linasema hivi na kupatia nafasi ya kuifanyisha kazi. If it is not possible with you, the word of God will state clearly, depend on God, put your trust in God, depend on the Holy Spirit, put your house in order. It tells you. Neno la Mungu linasema tegemea Mungu, weka nyumba yako vizuri. And here it is, therefore, humble yourself under the mighty hand of God. Basi nyenyekeeni chini ya mikono wa Mungu ulio hodari. We want to arrive at that place where God and us are united in one. Tunataka kufika mahali ambapo Mungu na sisi tumeshikana kama watu We mmoja. become one thing with God and our categories will end there. Tuwe kimoja na Mungu na mambo mengi yetu yataisha. Therefore, humble yourself. Kwa hivyo nyenyekea, Meaning, it is a possibility that you can do it. kumaanisha inawezekana, unaweza fanya vile. That means the person to help us
to arrive there is already with you. Atakaye kuwezesha kufika pale sasa ako nawe. The Holy Spirit, Roho Mtakatifu is with you. Ako na wewe. He is here with us. Ako hapa nasi. He is in us. Ako ndani yetu. He has made his habitation in our bodies. Amefanya makao yake ndani ya miili He yetu. lives in you. Anaishi ndani yako. He doesn't live very far. Haishi mbali. He lives in you. Anaishi ndani yako. He resides in you. Makao yako ni ndani yako. Oh, don't you know Ama hujui that your bodies are the temple of the Holy ya Spirit? kwamba mwili wako ni hekalu ya Roho Mtakatifu? Are you not aware Kwani huelewi that your body is a temple of the Holy Spirit? ya kwamba mwili wako ni hekalu ya Roho Mtakatifu? Therefore, Kwa hivyo when the Bible says, therefore, humble yourself, wakati Biblia inasema kwa hivyo nyenyekea, it is a possibility that you can react on or act on. ni jambo inawezekana, unaweza fanya kazi ama ukatae. You can do it. Unaweza fanya, You don't have to go on a fasting spree. sio lazima uende ujifunge, You don't have to go to Catalonia. si lazima uende You Katoloni, don't have to go to that cave. si lazima uende katika hiyo. Humble yourself. Nyenyekea, It's possible. inawezekana. You see, it doesn't just tell us to humble ourselves. Haituambii tu tunyenyekee, It tells us to humble ourselves under the mighty hand of God. tuambia tunyenyekee chini ya mkono ulio na nguvu wa Mungu. Now, that, if that was missing, Kama hiyo haingekuwa pale, if the mighty hand of God was not there, kama mkono wa Mungu ulio mkuu hauko pale, then you are humbling yourself would have been a waste of time. ingemaanisha kunyenyekea kwako ni kupoteza muda. It will be a wasted, futile activity. Ingekuwa ni jambo umefanya ambayo haina maana. Humble yourself Nyenyekea under the mighty hand of God. chini ya mkono wa Mungu ulio mkuu. Listen, Sikiza. I love that word there, mighty hand of God. Napenda hiyo neno hapo, mkono wa Mungu ulio mkuu. Meaning, Kumaanisha the provisions are available. mambo yale tunahitaji yako hapo. The protection is available. Ulinzi uko hapo. The exalting is available Kuinuliwa kunapatikana under the mighty hand of God. chini ya mkono wa Mungu ulio mkuu. This hand of God that is dwelling with you mightily, Huu mkono mkuu wa Mungu ambao unaishi ndani yako, who is this hand of God that is with you mightily, huu mkono wa Mungu ulio ndani yako kwa ukuu, is capable uko na uwezo of your protection. ya ulinzi wako. That hand can provide everything that you need. Huo mkono unapeana ambacho unahitaji. That hand can bring the security you require. Huo mkono unaweza kuwa ulinzi ambao unahitaji. That hand, Huo mkono, mighty hand of God, mkono mkuu wa Mungu, can bring mighty things to your life. unaweza fanya mambo makuu ndani ya maisha yako. But there is a precondition. Lakini kuna jambo, Humble precondition. kuna jambo hapo awali. Humble yourself Nyenyekea. under it means you have subjected yourself to that authority of God. Chini ni kumaanisha umejiweka chini ya huo hayo mamlaka ya Mungu. Now a lot of us, Wengine wetu that's where we go wrong. hapo ndio tunapotea. We don't put ourselves under that hand of God. Hatujiweki chini ya huo mkono wa Mungu, Because if you put yourself under that hand of God, kwa sababu ukijiweka chini ya huo mkono wa Mungu, pride will evaporate. kiburi kitaondoka, Pride will take care of itself. kiburi kitajiondoa And it will go away from you. na itatoka kutoka kwako. See, I hear people who are previously poor when they get wealthy. Nasikia watu ambao kitambo walikuwa maskini lakini